Hujambo ndugu mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa Teolojia TV, tunakaribisha kwenye somo hili ambalo ni la 13 kwenye robo ya pili mwaka 2025. Na somo la leo Jumapili tunazungumzia kuhusu nabii mkaidi. Nabii mkaidi ndio tunakuja kumzungumzia. Sijui tunapozungumzia nabii mkaidi kati ya Biblia ni nani amejitupa katika akili yako? Weka kwenye comment. Kwa mwaminifu. Kisa cha Yona, unapotazama Yona sura ya kwanza hadi sura ya 4. Ni sura chache ambazo nimesoma kwa dakika chache tu na kuzielewa. Ingawa ni kifupi, kinatoa matokeo makubwa kabisa. Na waumini wengi wamepata picha zao wenyewe kwa nabii huyu mkaidi ambaye hapo mwanzoni Mungu akamtuma kazi na akakataa na akakwepa. Kisa pia kina vidokezo vya ajabu kuhusu matukio ya wakati ujao. Hasa sana kwetu sisi ambao tunaishi siku za mwisho kabla Yesu aje. Nitakusihi kusoma pamoja nami kwenye Mathayo 12:38 hadi 42. Na hapo tuangalie ni sehemu gani za kisa cha Yona ambazo Yesu anarejelea anapozungumza na waandishi na Mafarisayo. Na pia ni masomo gani kuhusu hukumu yanayopatikana katika kauli yake. Basi tukiongozwa na Roho Mtakatifu, karibuni kwa ajili ya somo. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, elewa hapa tu ya kwamba siku moja Yesu yuko pamoja na wale waandishi na Wafarisayo, wakamuuliza Yesu, tufanyizie muujiza. Sio kwamba ilikuwa mara ya kwanza, Yesu alikuwa amefanya miujiza siku baada ya siku, na inaonekana kwamba hawakuamini miujiza ya Yesu, ama pengine walikuwa wakikusudia walikuwa wakihitaji pengine muujiza zaidi ya zile ambazo walikuwa na uzoefu wa kuzifuata siku baada ya siku. Na ndipo sasa wakamuomba Yesu awafanyizie tena muujiza mwingine. Na Yesu akawajibu nini? Sasa ni hapo ndipo tunakuwa kwenye akawarudisha kwenye kisa kile ambacho tunakuja kukiona hapa. Kisa kia yule ambaye ni mtume Yona, ambaye ni nabii ambaye amejulikana kuwa nabii mkaidi. Na kuna kufanana kwingi sana kabisa katika kisa hiki kia nabii Yona. Huyu mjumbe ambaye Mungu alimtaka ili aende kuhubiri huko Ninawi, lakini yeye akaamua kukimbia huko Tarsisi. Yesu alilinganisha uzoefu wake na ule wa Yona, ingawa kwa tofauti dhahiri, kwenye Mathayo 12:40 hadi 41. Kwanza kumbuka kwamba Yesu yeye niseme kwanza kwa upande wa Yona walipomtuma kufanya kazi, hakutaka kwenda Ninawi kuiokoa. Utajiuliza kwa sababu gani? Historia inaeleza kwamba Ninawi ilikuwa ni mji mkuu wa Asuria, na huku kulikuwa watu ambao ni wauaji, wakaidi, ambao walikuwa wakitenda dhambi ya kila aina, walikuwa watu wa kuua watu. Hapakuwa mtu ambaye unaweza kumwambia kuacha dhambi yake na akuache pasipo kuua. Na alipokuwa akiangalia namna gani watu wanaishi huko, akaona nikienda huko kuambia waache dhambi zao, hakika wataniua. Kwa hivyo Yona hakutaka kwenda Ninawi kuokoa kwa sababu ya ukaidi wao. Na hivyo akakimbia. Alipokimbia akakaa siku 3 ndani ya tumbo la samaki, kwa sababu samaki kameza wakati bahari, mnajua kisa ilipokuwa imevuma, na wakamtupa humo. Akafanya siku 3 humo. Kwa upande wa Yesu kuna ufanana gani? Yesu kwa kutuokoa sisi wanadamu alikuja kwa hiari katika ulimwengu wetu ili kutuokoa. Hapakuwa mtu aliyemsukuma, akajileta. Licha ya ukaidi tunaokuwa nao na namna gani mnajua walivyomfanya Yesu, lakini akaja akajitoa. Na alikaa siku 3 kaburini kwa ajili ya dhambi zetu. Yona huyo alikaa siku 3 kwa samaki kwa sababu ya kutusikia kwake, kwa sababu ya ukaidi wake, lakini Yesu ni kwa sababu ya dhambi zangu na dhambi zako. Pia kuna mfano dhahiri kati ya uzoefu wa Yona na nyakati za mwisho. Kwa wakati wa Yona, wakati walipomuuliza kabla kumtupa kwenye samaki, wakasema wewe ni nani? Akasema mimi ni mtumishi wa Mungu, ninamwabudu Bwana Mungu wa mbinguni aliyefanya bahari na nchi kavu, kwenye Yona 1:9. Maneno hayo tunayapata kwenye Ufunuo 14:7, ambayo inatuleta kwa kumwabudu Mungu ambaye ni muumbaji. Inapotuambia tumwabudu Mungu aliyeumba mbingu na dunia, tumtangaze Mungu aliyeumba mbingu na dunia na vyote vilivyomo. Yona alikuwa akitoa wito wa kutubu
Waliacha njia yao mbaya. Ukisoma kwenye Yona 3:9 hadi 10, alipowahubiri wakaacha njia yao mbaya. Kwa hivyo pia sisi kwenye Ufunuo 14:8 na 18:4 tuna wito ambao ni lazima tuutangazie watu wote, watubu, watu waondoke katika Babeli ya kiroho, waachane na njia zote mbaya na wamjue Yesu Kristo. Kuna onyo la uharibifu ambao Yona alitoa kwenye Yona 3:4, akasema siku 40 zaidi na Ninawi itapinduliwa. Kwa hivyo pia kwenye Ufunuo 14:9-10 kuna onyo la uharibifu. Yeye pia atakayekunywa divai, atakayekataa atakunywa divai ya ghadhabu ya Mungu. Ni kwangu na kwako leo kumfuata Yesu na kutokuwa wakaidi. Ndio, watu wa Ninawi walikuwa wakaidi, licha hata ya kuhubiri kwa ukimya walikuwa wakaidi. Sisi leo pia tunaalikwa kuhubiri mahali pote. Haijalishi watu ni wa aina gani ambao tunaenda kuwahubiria, tusiwaogope, wasitutishe. Mungu akusaidie. Ikiwa ni kusudi lako, tuombe. Asante Yesu kwa somo hili. Tufanye kuwa waaminifu. Ukituita kufanya kazi yako, tuende kwa haraka na kutubu katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mungu akubariki. Usikose kusubscribe, kulike na kushare.